walipotuletea taarifa kuwa mwili wa baba umepatikana ukiwa na majeraha ya vitu vyenye ncha kali. Hivyo baba hatunaye tena. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 6 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Hapa ni katika kitongoji cha Vitendo, kijiji cha Olevolos, kata ya Kimnyaki, ni wilayani Arumeru, mkoani Arusha. Mamia ya wananchi wamejitokeza kwa ajili ya kumsindikiza balozi aliyeuawa tarehe 2 katika kitongoji cha Emaoi, kata ya Alomotonyi. Balozi huyu ambaye aliuawa kwa kuchomwa visu na watu wasiojulikana. Leo viongozi mbalimbali wamefika hapa, lakini ambaye amesimamia ibada hii, Father Vincent, amezungumza na akieleza kwamba watu wawe na hofu ya Mungu kwa sababu matukio yamezidi kuwa ni mengi zaidi na watu wamekosa hofu ya Mungu. Lakini pamoja na hayo, wananchi mbalimbali waliojitokeza wametoa salamu zao za pole na salamu za mwisho za kumsindikiza Serafin ambaye ni balozi wa eneo hili. Kwa mujibu wa ndugu, jamaa na marafiki, wanaeleza kwamba Serafin hakuwa ni mtu mbaya kwa watu, lakini wanashangaa Serafin alifanya nini mpaka watu kuamua kuondoa uhai wake. Lakini akisoma risala ya mwisho, mtoto wa marehemu ameeleza namna ambavyo kifo cha baba yake kilivyokuwa. Historia fupi ya maisha ya mpendwa baba yetu Serafin Julius Lengotai. Kuzaliwa. Baba yetu mpendwa Serafin alizaliwa tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 1979 katika kijiji cha Ngaramtoni, mtaa wa Emaoi, wilaya ya Arumeru, mkoani Arusha, akiwa ni mzaliwa wa kwanza wa ndugu Julius Lengotai na mama Silvana Stanislaus. Elimu. Baba yetu mpendwa alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Emaoi kati ya mwaka 1987 mpaka 1994. Alipohitimu elimu ya msingi, alijiunga na masomo ya sekondari shule ya sekondari Muklat na kuhitimu kidato cha 4 mwaka 1998. Kubatizwa. Baba yetu mpendwa Serafin alipata sakramenti ya ubatizo mwaka 1979 katika kanisa Katoliki la Mtakatifu Matiasi Mtume, Ngaramtoni. Pia alipata sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Ndoa. Baba yetu mpendwa alifunga ndoa takatifu na mama yetu Bi Martha Chino mnamo tarehe 2 mwezi wa 8 2014 katika kanisa takatifu la Mtakatifu Matiasi Mtume. Katika ndoa yao, baba yetu alifanikiwa kupata watoto 3, wa kiume 1 na wa kike 2. Shughuli za kiuchumi. Baba yetu mpendwa katika uhai wake alijishughulisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi zikiwemo biashara, kilimo cha nafaka na mboga mboga pamoja na ufugaji. Afya. Katika maisha ya uhai wa baba yetu, afya yake ilikuwa njema wakati wote wa uhai wake. Alitupenda wanaye. Wema wa kuigwa. Baba yetu mpendwa alishirikiana na ndugu, jamaa pamoja na jumuiya pasipo kuchagua wala kugombana na mtu yoyote. Siku zote za uhai wake alitangaza amani na upendo kwa watu wote. Tutamkumbuka katika upendo na mshikamano katika kutulea. Kifo. Siku ya Jumanne tarehe 2 mwezi wa 6 2026, baba alifanya majukumu yake ya kila siku mpaka saa 12 na kutoka. Na ilipofika saa 4 usiku, familia tulianza kupata wasiwasi. Hivyo juhudi za kumtafuta kwa kupiga simu yake ya mkononi zilifanyika. Hakujibu wala kupokea. Ilipofika saa 12 asubuhi, ndipo majirani na ndugu wa karibu wa baba yetu walipotuletea taarifa kuwa mwili wa baba umepatikana ukiwa na majeraha ya vitu vyenye ncha kali. Hivyo baba hatunaye tena. Shukrani. Namshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya baba yetu mpendwa hapa duniani. Baba alikuwa mpole, mcheshi, mchapakazi, mwenye upendo, na zaidi ya yote ni mwenye upendo. Tutakukumbuka milele daima. Tunatoa shukrani pia kwa watu wote, tukianza na viongozi wa kanisa, serikali na ndugu, jamaa na majirani, kwa kuwa
nasi katika kipindi chote cha maombolezo ya msiba wa baba yetu. Tulimpenda sana baba yetu, lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Tunamwomba Mungu atupe baraka na ulinzi wake siku zote za maisha yetu. Tunamwombea baba yetu pumziko lenye heri. Tuna maswali mengi, tuna mambo mengi tunajiuliza. Hata inawezekana kabisa, hata mahali pengine ni kama tunamshangaa Mungu. Sasa wakati mwingine tunasema mbona huyu alikuwa hivi, na tunaweza tukataja sifa zake nyingi. Tunajua alivyokuwa. Hapo tunasema kwa nini huyu? Ni kama hata wakati mwingine tunaenda mbali, tunataka kusema mbona sio fulani, maana tunamjua alivyo. Anatupa shida. Kwa nini huyu? Na kwa nini sio hao wakatili? Kwa nini ni huyu? Tuna maswali mengi sana kwa Bwana. Ni kama tunafika mahali tunasema angekuwepo isingetokea. Hata walienda wakamwambia Bwana, ungelikuwepo ndugu yangu hangali kufa. Lakini majibu ya Bwana ni yapi? Labda kabla sijayataja ni kuambie yeye alienda msibani. Nataka kusema hata hapa amekuja na maswali yetu tulio nayo na uchungu wetu. Tumwambie, tumwekee yeye anayejua kila kitu. Sisi hatujui. Tumwambie tunavyojisikia, tumwambie yale ambayo hatuelewi, tumwambie. Na wenyewe walimwambia, lakini wanaona kama alishindwa, kwamba hange, kama ameshapoteza, ameshashindwa. Lakini yeye aliwaambia nini? Hata sasa amini tu. Amini katika huo uwezo wangu. Sio nasema ningekuwepo hangekufa, maana yake ninao uwezo juu ya kifo. Anasema amini tu. Anawaambia amini kwa sababu unaona anawaelezea, anasema mimi ninakwenda nawatayarishia makao na hivi, lakini baadaye mwishoni anasema nanyi mtakuja. Anasema lakini sisi hatujui unakoenda. Tunajuaje njia? Si mmesikia wenyewe katika neno la Mungu. Tunajuaje njia? Ni kama anamshangaa, anasema mimi yeye Bwana, anasema yeye ndio njia na ukweli. Ninajua wote tuko tofauti, hatulingani. Kila mtu amekuja kivyake kwa sababu yake. Kila mtu. Mwingine amekuja labda amekuja tu kwa sababu ni mwanakwaya kwa nia njema. Msifikirie vibaya. Labda amekuja, asingekuja, lakini kwa sababu ni mwanakwaya amekuja. Mwingine anaweza amekuja kwa sababu tu ni jirani. Labda ingekuwa sio jirani asinge. Mwingine amekuja, kila mtu kwa sababu zake. Na mimi ninazoea kusema wako wengi ambao wamekuja ili na yeye siku ikifika kwake watu waje. Hana sababu nyingine, ila anasema ngoja nisije nikakosa, kwa sababu na mimi likifika huku kwangu watu hawata kuja. Unaona, sababu zetu ni tofauti zinazotuleta. Nazoea kusema kwamba hata mbaya wako anaweza kuja. Nasema hata mbaya wa Serafin anaweza kuja. Anaweza kuwa yuko hapa ili athibitishe kweli kwamba amezikwa. Nia tofauti, nzuri, mbaya.
Lakini pia niombe serikali yetu sikifu kwa kifo ya mwenzetu, kila mtu anajua imetokeaje. Kwa hiyo tunaomba serikali kwamba tunaomba ushirikiano, tuko tayari kutoa ushirikiano, na tutamani kusikia kesho kwamba aliyetekeleza haya ambayo ametufanya tukawepo hapa amepatikana. Tutafurahi sana. Ndugu waombolezaji wote, tunatoa pole nyingi kwa niaba ya serikali yetu ya kijiji kwa kumpoteza ndugu yetu Serafin. Ni mjumbe wa halmashauri kuu ya tawi letu la Olevolos. Tumempoteza kiungo, tumempoteza mtu mpole kwenye jamii. Ni kifo ambacho kimetushtua sana kwa sababu nimepata simu usiku saa 6. Lakini mipango haya tunaamini kwamba serikali itachukua hatua ili basi kwa waliohusika waweze kuwa kwenye mikono ya serikali. Kwa sababu huyu ni kiongozi, na kiongozi ambao hapendi makuu wala hapendi kelele, lakini hatuna jinsi yoyote ya kufanya kwa jinsi ilivyotokea. Niombe tu kwamba siwezi kufundisha vyombo vinavyohusika, maana viko vyote hapa, wao wanajua kazi yao. Cha msingi tushirikiane, lakini zaidi haki itendeke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kweli ni msiba mzito. Kwanza mimi ni shemeji yangu kwa sababu amemuoa mdogo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Sina mengi zaidi, maana nikisema naona kama moyo unataka kunani. Jamani, sina kweli. Mungu tu amlaze pema, siku za ufufuo naye awepo katika paradiso. Kwanza nitoe pole kwa wote, na nipende tu kusema kama mwenyekiti wa kitongoji cha Imawe, mimi nilipata taarifa hii na nikapokea kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu nilipigiwa simu saa 5 kamili usiku. Mimi ndio nimeenda kunyanyua ile mwili, lakini kikubwa tu kwa sababu viongozi wa serikali wameshasema mingi, nizidi na mimi kusema tu niombe serikali kwamba wale watu waliohusika katika unyama huu, maana hii ni unyama zaidi ya unyama, wahakikishe wamekamatwa na wafikishwe kwenye vyombo vya sheria.